naomba nitangulize shukrani zangu kwako kwa uongozi wako katika kipindi chote hichi cha mjadala wa bajeti na katika bunge hili la tatu, katika bunge la 13. Mheshimiwa Spika, naomba kabla ya kujibu hoja mahsusi ambazo zimejitokeza katika mjadala wa mswada wa fedha wa mwaka 2026, naomba nizungumzie mambo matatu ya jumla ambayo yamejitokeza katika mjadala wetu. La kwanza, naomba niseme kwamba vikao vyetu vya serikali na kamati ya bajeti vilikuwa ni vikao vya uwazi, vikao ambavyo vimeendeshwa kwa ufanisi na vikao ambavyo vimesaidia sana kufanya marekebisho ya makubaliano baina ya serikali na bunge lako hili. Mheshimiwa, kuna mambo ya muhimu ambayo tuliweza kufikia makubaliano kwa haraka, mojawapo likiwa ni masuala ya mikataba ya madini, framework agreements, ambayo jana niliwashukuru sana Mheshimiwa Profesa Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anashughulikia sera, uratibu, bunge pamoja na watu wenye ulemavu, pamoja na Mheshimiwa mwanasheria mkuu, ambao walikuja kwenye kamati na kutoa maelezo ya kina ambayo yalisaidia sana utendaji wa kamati. Pili, kutokana na mambo mbalimbali katika mswada huu wa sheria ya fedha ambayo vile vile tuliweza kufikia makubaliano kwa haraka. Nalisema hili kwa sababu naona kama sifa nyingi zililetwa kwangu mimi kama waziri msikivu, lakini sifa za serikali, tulifanya kazi kwa pamoja kama serikali, tulifanya kazi kwa uwazi na kamati, na ilisaidia sana, naamini ilisaidia sana kwa sababu kamati yenyewe inaundwa na wabunge wengi kutoka chama kimoja, chama tawala, chama cha CCM. Kwa hiyo inawezekana huko mbele nafikiri itakuwa ni jambo zuri kila wakati bunge linapokuwa na wabunge kutoka chama cha CCM, makubaliano yanafikiwa kwa haraka zaidi. Jambo la pili, Mheshimiwa Spika, ni suala la sheria ya Benki Kuu. Na nalisema hili kwa sababu leo wakati nikija hapa bungeni nilikuwa nasikiza mjadala fulani katika redio moja maarufu ya Dar es Salaam. Naona kama lilikuwa linajadiliwa sivyo vile ambavyo kwenye bunge limewasilishwa. Ilikuwa inazungumzwa kwamba hoja ya serikali imepigwa na chini bungeni, na hili ndio bunge ambalo tunalitaka, kwamba serikali ilikuwa inapendekeza kukopa Benki Kuu na bunge limekataa. Sasa niliona niliweke sawa hili, Mheshimiwa Spika, kwamba mambo ambayo yalipendekezwa na serikali yalikuwa ni mambo mawili kwenye mswada wetu wa sheria ya fedha ya mwaka 2026. La kwanza ni kupunguza, wenyewe serikali ilipendekeza na hatimaye kwenye kamati tumekubaliana kupunguza kiwango cha ambacho serikali kinaweza kuchukua kama mkopo wa muda mfupi, overdraft, kutoka Benki Kuu. Benki Kuu ndio benki ya serikali, ni banker of the government. Benki Kuu ndio benki ya serikali. Kwa hiyo akaunti zetu tunaweka kwenye benki yetu, benki kuu, na ndio benki yetu, na tunapokuwa na dharura tunahitaji kupata mkopo wa muda mfupi, kwa serikali imekuwa ikichukua mkopo. Kiwango chetu kilikuwa ni 18%, fursa ambayo tunayo kuchukua hadi 18% ya mapato ya mwaka uliotangulia wa fedha. Kwa hiyo sisi kama serikali katika azma ya kuimarisha nidhamu yetu wenyewe ya kutumia, tulikuja na pendekezo la kupunguza ukomo huu, tusifikie 18%, lakini badala yake tufikie 14% pekee. Hili lilikuwa pendekezo la kwanza. Pendekezo la pili ilikuwa ni kurekebisha kifungu cha 69 kwa kujiwekea serikali kujiwekea masharti pale tunapohitaji kukopa kwa mambo mengine zaidi ya overdraft. Kwa hiyo pamoja na kwamba sheria inaturuhusu kukopa, tulitaka tujiwekee masharti magumu zaidi, tuweke mazingira ambayo serikali itakwenda kukopa Benki Kuu pale tunapohitaji. Lakini baada ya kuzingatia pendekezo la awali na kukubaliwa na kamati ya bajeti, kamati ikasema kuenda nayo haya mawili sambamba yanaweza yakaathiri utendaji wa serikali. Kwa hiyo badala ya kukubali mapendekezo ya kifungu cha 69, kamati ikasema hiki tukiondoe, tubaki na pendekezo moja ili tusije tukaikwamisha serikali. Kwa hiyo bunge halikupiga na chini mapendekezo ya serikali. Bunge limekuwa makini zaidi kuisaidia serikali kuweza kuendesha shughuli zake kwa namna ambayo itahitajika pale ambayo itahitajika kuchukua mikopo. Jambo la tatu ambalo limezua mjadala bila shaka hapa ndani na nje kidogo ya bunge ni suala la bodaboda, na limejitokeza takriban waheshimiwa wabunge wote wameliongea, na nikaona vile vile nichumie muda wako kidogo Mheshimiwa Spika kutoa ufafanuzi kidogo. Kwanza, serikali haikupendekeza kutoza kodi
kwa waendeshaji wa bodaboda. Haikupendekeza katika mswada tuliokuja nao, serikali haikupendekeza kutoza kodi kwenye waendeshaji wa bodaboda. Sheria ya fedha ya mwaka jana, mwaka 2025, ambayo ilipitishwa na bunge lako hili tukufu, Mheshimiwa Spika, ilifuta kodi kwa waendesha bodaboda ambayo ilikuwa shilingi 65,000 kwa mwaka. Kwa hiyo mwaka jana ilifutwa, na mwaka huu hatukupendekeza kodi kwa waendeshaji wa bodaboda. Badala yake tulipendekeza mambo mawili ambayo yalihusu zaidi waingizaji wa pikipiki. Sio kila pikipiki inayoingia nchi hii inakwenda kutumika kwa ajili ya bodaboda. Tulipendekeza mambo mawili kwa waingizaji wa pikipiki. Mosi, kuweka 5% ya ushuru wa bidhaa, ndio pendekezo letu la awali, wakati pikipiki zinaingia, na pikipiki ambazo zinatumia mafuta ya bidhaa za petroli. Kwa mafuta ambayo yanatumia gas, natural gas, na zile za umeme haikupendekezwa, na azma ilikuwa kuanza kushajiisha kuingiza zaidi pikipiki zile na hatimaye kupunguza gharama kwa uendeshaji wa bodaboda. Pendekezo la pili lilikuwa ni kwenye usajili wa bodaboda, pikipiki zinavyoingizwa, kuongeza ada ya usajili kutoka shilingi 95 hadi kufikia 150,000. Kwa hiyo haikupendekezwa kuongeza kodi kwenye bodaboda, na kwa sababu serikali hatimaye imekuja kukubaliana na mapendekezo ya kamati ya kuondoa 5% ya ushuru wa bidhaa iliyopendekezwa, serikali imesacrifice takriban shilingi bilioni 30 ambazo zilikuwa zinatarajiwa kukusanywa kutokana na kianzio hiki. Kwa hiyo hii ni sacrifice kubwa ambayo serikali imefanya. Tunakokwenda tutakuja kuangalia zaidi, kujaribu kuifungua biashara ya bodaboda, tuangalie namna inavyoendeshwa. Tunafahamu kwa sasa hivi kwa sehemu kubwa ina maeneo mawili, moja wamiliki na pili waendeshaji, na hili nafikiri linahitaji kuja kutizamwa. Kuna mikataba maalum tunafahamu baina ya wamiliki na waendeshaji wa bodaboda. Mwendeshaji anapaswa alipe shilingi 10,000 kwa mmiliki kila siku. Kwa hiyo ukiangalia kwa miezi 18 ya mikataba ni takriban karibu shilingi milioni 6 hivi. Hiyo nayo tutakuja kuangalia jinsi gani ya kwenda nayo. Haya mambo matatu nilisema ni atolee ufafanuzi wa awali. Halafu kwa haraka haraka nizungumzie mambo mawili kwenye kamati ya bajeti. La kwanza ni kwenye kanuni, ambapo kwenye mswada kule kuna kanuni. Tumepokea mapendekezo ya kamati ya bajeti, Mheshimiwa Spika, lakini kwenye mapendekezo yake kwenye kanuni za uvuvi, mapendekezo matatu, naomba nilizungumzie moja. Kamati imependekeza kutoongeza ada ya kila mwaka ya leseni ya vyombo vya uvuvi ya shilingi 400,000. Hapa niseme kilichopendekezwa ilikuwa ni leseni ya kila mwaka kwa boti ambazo zinatumika kwenye sport fishing. Kuna boti za uvuvi na boti za michezo ya baharini. Uvuvi wa michezo, Mheshimiwa Said El-Mbaruk anajua vizuri, wale ambao wapo kwenye sekta ya utalii wanafahamu vizuri. Kuna boti ambazo watalii wetu wanakwenda kwa kufanya game fishing, uvuvi wa michezo, ambao wanalipishwa kuanzia $500, $800, wengine zaidi ya $1,000 kwa siku. Kwa hiyo hawa ndio ambao wamependekezewa kuongezewa leseni zao kufikia shilingi 400,000 kwa mwaka, sio boti za uvuvi. La pili ni pendekezo la kamati la kuanzishwa mfuko wa maendeleo ya umwagiliaji na mfuko wa maendeleo ya mifugo. Mheshimiwa, hili tumelizungumza vizuri kwenye kamati, tumelipokea. Tulichoahidi ni kwamba ni jambo ambalo linahitaji jambo la kisera. Kimsingi tumelikubali, lakini bado linahitaji ndani ya serikali tuzungumze sekta zote na hatimaye tutakwenda nalo. Mheshimiwa Abbas Arimba tunamshukuru sana, alikuwa na mapendekezo makubwa mawili. Moja, la kuhakikisha kwamba tuna mfumo wa kodi ambao uko stable, haubadiliki sana, na hiki hasa tumekuwa tukitumia utaratibu huu kwenye kodi ambazo kiwango chake ni specific, kwa maana ya kwamba ama ni kwa lita au kwa mita au kwa unit yote, badala ya kutumia kiwango ambacho ni ad valorem kwa maana ya pasenti ya thamani, na ni utaratibu ambao umekuwa ukitumika. Alipendekeza vile vile kuendelea kutumia maofisa ya kodi katika maeneo. TRA wanayo block management system ambayo itasaidia. Mheshimiwa Said El-Mbaruk amezungumzia, alikuwa na hoja muhimu zaidi mbili, niseme au tatu. Moja, alizungumzia swala la sukari, pendekezo la kubadilisha baada ya majadiliano baina ya serikali na kamati kwenye eneo la sukari. Ilikubalika kuondoa ile pendekezo la kutoza shilingi 10 kwa kilo ya sukari inayozalishwa ndani ya nchi, na badala yake ihamishiwe kwenye sukari ambayo inakuwa imported. Tuseme kwamba kwa kiasi kikubwa Tanzania imeendelea kutegemea sukari ambayo inazalishwa ndani ya nchi.
Sukari kutoka nje inaingizwa pale tu kuna upungufu, pale tu ambapo kuna upungufu, kuna gap katika mahitaji na uzalishaji wetu wa ndani, na hii katika hali ya kawaida ingetozwa ushuru wake kwa mujibu wa makubaliano kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki ni ama 100% ya thamani yake au dola 460 kwa tani, kutegemea kipi kinatupa mapato makubwa zaidi. Lakini kwa sababu kinatumika only wakati wa upungufu, tumekuwa tukitumia 35%. Kwa hiyo hichi haitakwenda kuongeza gharama, bado tutaendelea kutumia 35% na hiyo shilingi 20 iliyoongezwa, bila kufuata vile viwango vya Jumuiya ya Afrika Mashariki vya 100% au dola 460 kwa tani. La pili ilikuwa ni swala la ongezeko la tozo kutoka 10% hadi 25% kwenye magurudumu ya pikipiki. Hii mheshimiwa, sio pendekezo jipya. Tulionyesha katika mswada ule kwamba kuna mapendekezo ambayo yamekuwepo yakitekelezwa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na ambayo kila mwaka yamekuwa yakiendelewa kwa mwaka mmoja. Kwa hili sio pendekezo jipya. Huu ndio taratibu ambao unatumika hivi sasa. Jingine lilikuwa ni ushuru wa bidhaa kwenye uingizaji wa magari chakavu, ambalo pia limejitokeza kwa baadhi ya waheshimiwa wajumbe, na kama ambavyo tulieleza jana na kamati ya bajeti ilikuja kueleza, baada ya kuzingatia eneo hili, serikali na kamati ilikubaliana kupunguza viwango ambavyo vilipendekezwa na serikali. Pale ambapo serikali ilipendekeza 20%, tumekubaliana na kamati iwe 18%. Pale ambapo ilipendekezwa 40%, tumekubaliana na kamati iwe 35%, na pale ambapo ilipendekezwa na serikali kwa 50%, tumekubaliana itakuwa 40%. Kwa hiyo tayari hoja ya Mheshimiwa Said Ali Mbaruk imezingatiwa. Mheshimiwa Dr. Regina Malima alitoa mawazo mbalimbali, tulishayaongea na tumekubaliana kwamba yale ambayo ameyatoa tutakwenda kuyatazama wakati mwingine utakapofika. Kulikuwa na hoja mahsusi ambazo tunategemea zitakuja kujitokeza wakati tunapitisha kifungu kimoja kimoja, zimewasilishwa na Mheshimiwa Ado Shaibu Ado. Tunamshukuru sana kwa mawasilisho yake. Naomba nizungumze moja moja. Alipendekeza kufuta ibara ya 5 ya mswada, ambayo hii ilipendekeza ni ile ambayo imezungumzia kifungu cha 69 cha sheria ya Benki Kuu, na kama ambavyo nimeeleza tayari tumekubaliana na mapendekezo ya kamati kuondoa pendekezo hili la kuweka kifungu cha 69, kwa hiyo itakuwa imeondoka. La pili ilikuwa ni ibara ya 7, nayo alipendekeza kufuta mapendekezo ya kifungu cha 13 kifungu kidogo cha 3. Ibara hii Mheshimiwa Spika iliweka sharti la uthibitisho wa malipo kidijitali kuwa ni rejea lazima pale ambapo inatumika kwenye maombi ya uhamishaji wa baadhi ya mali kubwa, hasa zile ambazo kama vile ardhi, majengo na vyombo vya moto. Mheshimiwa Ado alipendekeza sharti hili liondoshwe. Tunachohitaji Mheshimiwa Ado ni kwamba tuanze kutoka kwenye uchumi ambao unategemea cash, fedha taslimu, tuelekee kwenye uchumi ambao kwa kiasi kikubwa hautumii tena fedha taslimu na kuna faida zake kubwa. Nilikuwa naambia wenzangu, mimi nimekaa China miaka 2+, sikuwahi kutumia cash hata siku moja. Ni QR code, ukimpa hata omba ukitaka kumsaidia wala humpi cash vile vile. Anakuambia WeChat yangu hii, Alipay yangu hii, mnamalizana unaondoka. Nimekwenda magengeni kununua, sikuwahi kutumia cash. Tunakotaka tuelekee Mheshimiwa Ado ni huko, tuanze kupunguza hatua kwa hatua matumizi ya fedha taslimu. Kwenye mambo haya makubwa tunaamini ni jambo ambalo linawezekana. Pendekezo lake jingine lilikuwa ni kufuta ibara ya 9D kifungu kidogo cha kwanza Roman 1, ambayo ibara hii ilipendekeza kiwango cha ushuru wa bidhaa kwenye magari yanayotumika, ambayo nimeshatolea maelezo kwenye mchango wa Mheshimiwa Said Ali Mbaruk. Kwa hiyo kwa sababu ya muda sitarejea tena. Alipendekeza vile vile kufuta ibara ya 10, ambayo hii ilihusiana na masuala ya kuweka kifungu kipya cha 146B kuwezesha utoaji wa misamaha ya ushuru wa bidhaa katika framework agreements. Nalo hili tulishalizungumza kwa upande wa kamati ya bajeti, na serikali imefanya marekebisho ambayo yapo kwenye kipengele B cha jedwali ya serikali ya kufanya marekebisho kwenye misamaha, na kwenye ushuru wa bidhaa inapokuja masuala ya mafuta hili limeondoshwa. Kwa hiyo kama kutokana na ushuru wa bidhaa kwa vifaa vya uwekezaji ambao vimo kwenye mkataba ile itabaki, lakini kwenye mafuta ya petroli tumekubaliana na kamati kwamba hii itaondoshwa, na hata kwenye vile vifaa vyenyewe msamaha hii itatumika tu pale katika kipindi cha ujenzi wa mradi.
Na hii Mheshimiwa Spika, ni eneo muhimu sana kwa sababu tuna miradi mikubwa ya madini inayokuja ndani ya nchi hii. Miradi hii haisimamiwi na sheria ya uwekezaji wa kawaida wa TISEZA. Kwa hiyo tulikuwa na void, tulikuwa na ombwe ambayo lazima lizibwe kwa kutumia sheria ili kurahisisha utekelezaji wa uwekezaji katika maeneo haya ambayo ni muhimu sana. Kwa hili nalo limeshashughulikiwa. Kulikuwa na pia pendekezo la kufuta ibara ya 11G ambayo hii ilikuwa inapendekeza kutoza kiwango cha 20% kwenye vitu vya bandia, maua ya bandia, matawi ya bandia na pamoja na bidhaa nyingine za bandia. Na hili halikuwahi kujitokeza katika mjadala wetu wote. Pendekezo la Mheshimiwa Ado halikujitokeza katika mjadala wetu wote wa mapendekezo ya bajeti, na nitamuomba aliondoe tu. Azma ya serikali kwenye hili ni kupunguza matumizi ya hivi vitu vya bandia vya plastiki ambavyo vinaingia, ambavyo baadaye vinakuja kuwa na athari kwenye mazingira. Hatuna sababu ya Tanzania kuwa na maua ya bandia, matawi ya bandia na vitu vingine. Kwa hiyo badala ya kuvizuia moja kwa moja, a complete ban, serikali inatumia sera ya kifedha, sera ya kikodi kupunguza uingizaji wake. Pendekezo lake jingine ni kwenye ibara ya 20C la kufuta kipengele cha 30 ambacho kinahusu kutoza fishing net, nyavu za uvuvi kama bidhaa inayotozwa tozo ya ADL. Hapa Mheshimiwa Spika, serikali ilitoa unafuu wa kikodi katika malighafi za kuzalishia nyavu. Kuna uwezo mkubwa wa kuzalisha nyavu ndani ya nchi kwa sasa hivi, na tunajaribu kuencourage kwa kiasi kubwa nyavu hizi za uvuvi zizalishwe ndani ya nchi. Na kwenye hili pia kukatolewa unafuu wa kodi kwenye malighafi nyuzi ambazo zinatumika kwenye kuzalisha nyavu ndani ya nchi. Kwa hiyo tu encourage hili, tuongeze uzalishaji wetu wa ndani, tuongeze ajira, tuongeze bezi yetu ya kiuchumi hapa ndani badala ya kuingiza nyavu moja kutoka nje ya nchi. Pendekezo jingine la Mheshimiwa Ado ni kufuta ibara ya 25 ambayo hii ilipendekeza kuongeza kifungu cha 109A ili kuweka masharti ya kutoza kodi ya zuio kwa kiwango cha 1% kwenye mazao. Hili Mheshimiwa Ado tumeshakubaliana na kamati ya bajeti, serikali imekubali kukiondoa. Kwa hiyo kimeshakuwa overtaken na mapendekezo. Jingine ni kufuta maneno 10% na kuweka 20% katika mapendekezo ya kifungu cha 33B. Mheshimiwa, kifungu hiki kinahusu, kifungu cha 35 kinahusu mgawanyo wa mapato ya ardhi, ambapo kifungu A kilipendekeza kwenye retention, kifungu A 10% iende Wizara ya Ardhi, Wizara inasimamia ardhi, na kifungu B kiende kwenye tawala za mikoa. Sasa kwa pendekezo la Mheshimiwa Ado, maana yake tutakuwa na 30%, 10 ya ardhi na 20 ibaki kwa local governments. Hili tunadhani tulivyokiweka awali 10 kama ambavyo ilishakubaliwa na Bunge, kwa kuanzia tuanzie hapo na tuweze kwenda nalo vizuri. Jengine ilikuwa ni mapendekezo ya kuboresha marekebisho ya ibara 61 kwa kupunguza ada ya usajili wa pikipiki kutoka shilingi 150,000 hadi 50,000. Mheshimiwa Spika, kama nilivyosema, kabla ya marekebisho haya tayari tulikuwa tuna shilingi 95,000. Kwa hiyo hata kile kilichopo leo Mheshimiwa, kwa pendekezo la Mheshimiwa Ado, kishuke zaidi kutoka 95 kwenda 65. Lakini hii ni gharama ya muingizaji wa pikipiki na ni gharama ya mara moja, one time. Ameingiza pikipiki, imesajiliwa, haitahitajika tena kulipia katika uhai wa pikipiki. Ni ile kupata nambari T, basi kuanzia hapo haitatumika tena. Kwa hiyo nalo namuomba asije kutuangesha sana kule mbele, tulikubaliana naye tu tulimalize. Jengine ilikuwa ni marekebisho ya ibara 65 kwa kuifuta ibara ndogo ya B na C na kurekebisha ibara A kwa kuweka 100%. Hili linahusiana na mfuko wa reli. Mapendekezo ambayo kwa ujumla bunge lako Mheshimiwa Spika likubaliana ni kwamba kwenye mifuko ambayo imelindwa kwa ujumla, mifuko kadhaa, kuwe na mgawanyo wa mapato yake. 70% iende kwenye mifuko yenyewe, 30% iende hazina, mfuko iende hazina, 25% iende kwenye mfuko mkuu, na 5% iende kwenye akaunti maalum kwa ajili ya kuendeleza maeneo ya SEZ, maeneo ya kiuchumi, EPZ, na kwa kutumia pendekezo la kamati ya bajeti na pamoja na maeneo mengine kwa kuongeza uzalishaji viwandani. Sasa kwa pendekezo hili, maana yake hii 30% isiende kule. Mheshimiwa Ado, tunahitaji kuifungua nchi hii kiuchumi. Tunahitaji kwenda kuwekeza kwenye SEZs. Tunahitaji kuwekeza kwenye industrial parks. Tunahitaji kuwekeza
kwenye logistic parks. Tunafanya sasa hivi sisi na Benki Kuu tunafanya mapping kwenye njia yote ambayo itapita SGR kuanzia Dar es Salaam mpaka Mwanza mpaka Kigoma, ili kuona fursa za kiuchumi zilizopo na baadaye tuwekeze. Hizi fedha ambazo zinakwenda kufanya kazi hii ni kazi muhimu sana kwa kuongeza uchumi wa Tanzania waliopo katika korido nzima hii. Tutafanya hivyo hivyo kwenye korido ambayo itapita Tazara. Tuifungue nchi yetu, tuna fursa nyingi. Tuache Mheshimiwa Ado, tuendelee na utekelezaji wa hili tuweze kwenda kukamilisha kazi ambayo tumeipanga. Jengine, marekebisho ya ibara ya 87 ambayo inapendekeza kufuta siku 90 na badala yake kuweka siku 70. Tumependekeza Mheshimiwa Spika, kwenye utatuaji wa migogoro nje ya mahakama baina ya mamlaka ya mapato na walipa kodi. Kilichopendekeza ni kwamba tuutanue kutoka siku 60 mpaka siku 90. Tunatoa hili ili migogoro mingi inajitokeza, disputes ambazo inajitokeza, tuzimalize nje ya mahakama, tuwe na muda wa kutosha wa kujiridhisha ya kumaliza hii migogoro nje ya mfumo wa kawaida wa mahakama. Kwa hiyo ilipoombwa siku 90 ilikuwa ni kwamba tupate muda wa kutosha wa kurekebisha hizi. Mheshimiwa Ado amependekeza badala ya siku 60 anatuongezea siku 10. Maana siku 70 maana ametuongezea siku 10. Tunaomba tubaki na pendekezo letu la siku 90, tusogee tumaze migogoro hii nje ya mahakama. Jengine ni ibara ya 91B ambayo hii ilipendekeza kuongeza kiasi cha shilingi 20 kinachotozwa katika kila sigara 1000 na shilingi 10 inatozwa katika kila kilo moja sukari. Nimeshatoa ufafanuzi Mheshimiwa Spika kwenye swala la Mheshimiwa Said Lembaru, kwa sitorejea. La mwisho kwa Mheshimiwa Ado ilikuwa ni kurekebisha sheria ya VAT ambayo ilihusiana na nyavu, ambayo nalo nimeshatolea ufafanuzi kwamba pale ambapo sasa hivi tunashajisha uzalishaji zaidi wa nyavu hapa nchini. Nimalizie Mheshimiwa Spika kwa michango miwili. La kwanza ya Mheshimiwa Sigrada Mligo, nimekusikiliza kwa makini mdogo wangu. Ni kweli takriban nchi zetu zote, sio nchi zetu, takriban nchi zote katika mfumo wa kodi, tax structure, tuna aina tofauti za kodi. Tuna kodi ambazo zinalipwa na watumiaji, the indirect taxes ambazo umezungumza, lakini tuna kodi ambazo mwenyewe anayepata kipato, direct taxes, anapaswa alipie kutokana na kipato chake. Kwa hiyo nchi zote duniani zina mifumo ya kodi, takriban nchi zote. Kuna tax haven baadhi, lakini tuna mifumo hiyo ya direct taxes na indirect. Indirect taxes kama mfumo wa VAT, tunachokifanya ni kwamba tuna mawakala kutukusanyia. Unapokwenda kununua suti yako mheshimiwa, muuzaji anaweka bei yake, halafu juu ya bei anakusanya na 18% kwa ajili ya serikali. Ni wakala. Kwa hiyo point of incidence ya tax kwake yeye yule muuzaji, lakini mzigo umeubeba wewe, burden unayo wewe, ndio maana indirect taxes. Na hili jambo la kawaida katika mifumo ya kodi. Lakini mlipa kodi yule mwisho wa mwaka, mwisho wa kipindi, anafanya hesabu amepata faida kiasi gani. Faida yake anapaswa akailipie kodi serikalini, ndio direct tax. Kwa hiyo ni mfumo, sio kwamba kodi ambazo zimejichanganya. Lakini ukiacha hizo, kuna ada na tozo nyingine kutokana na huduma ambazo mtu anazitumia, na kodi na misingi yake. Misingi minne mikubwa, miwili kati ya hiyo minne mikubwa, mojawapo ni yule ambaye anapata faida ya kutumia kitu fulani, anapaswa alipie. Benefit principle. Wewe ukipata faida ya kitu fulani, umetumia barabara, ukitozwa toll, wewe uliyetumia kwa sababu umeenjoy faida. Na ndio maana daraja kwa mfano la Kigamboni, wanaopita na magari kwenye daraja lile wanalipia kwa sababu wana enjoy benefit ya kutumia daraja lile. Kwa hiyo hili nalo nafikiri hizi kodi mbalimbali wala zitushughulishe. La mwisho ni mchango wa Mheshimiwa Twaha Mwakioja ambaye alizungumzia VAT ya refund ya siku 90. Nimeshatolea maelezo ya siku 30, sio siku 90. Na hili limejitokeza kwenye kamati, tulikubaliana kukiondoa kifungu hiki, na misingi yake ni kwamba tuna mfumo mpya kwenye mamlaka ya mapato wa IDRAS, haujawa proven bado, hauja prove kwamba unaweza kufanya kazi kwa ufanisi ambao unahitajika. Tumetakiwa serikali tujipe muda ili tusije kupoteza mapato ya serikali. Tujipe muda na mfumo tujiridhishe unafanya kazi vizuri. Kwa hiyo swala la refund ndani ya siku 30 tumeliondoa, kwa hiyo ili kuzuia upotevu wa mapato ya serikali. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema haya, ufafanuzi huu, naomba kutoa hoja. Hoja imeungwa mkono. Katibu.
Kamati ya Bunge zima. Kamati ya Bunge zima. Popote pale unapoendelea kutazama matangazo haya ya moja kwa moja kupitia Bunge Television, sasa ni wasaa ambapo bunge linakaa kama kamati ya bunge zima na kisha kupitisha kifungu kimoja baada ya kingine kabla ya mtoa hoja baadaye hajaitwa, na kisha pia baadaye wabunge nao kuweza kuhojiwa, wanaokubali kusema ndio, wanaokataa kusema hapana, alafu baada ya hapo maamuzi yanafanyika. Hivyo sasa bunge linajiandaa kukaa kama kamati. Haya ni matangazo ya moja kwa moja katika bunge hili la bajeti ambalo linaelekea ukingoni sasa kumaliza shughuli zake hapa na kisha wabunge kurejea majimboni kuendelea na shughuli zao. Tuendelee na bunge kama kamati. Katibu. Muswada wa sheria ya fedha wa mwaka 2026 kifungu cha kwanza. Kifungu hicho kinafikiwa. Kifungu cha pili. Kifungu hicho kinafikiwa. Kifungu cha tatu. Kifungu hicho kinafikiwa. Kifungu cha nne. Kifungu hicho kinafikiwa. Kifungu cha tano kina marekebisho ya kamati ya bajeti na marekebisho ya Mheshimiwa Ado Shaibu Ado. Sasa hapa kuna schedule amendment na kamati. Mwenyekiti, sijapata kopi za schedules hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, sijapata hizo kopi za schedules. tizama kwenye kishikwambi chako. Inabidi tuingilie. Mheshimiwa Mwenyekiti, tizama kwenye kishikwambi. Ulikuwa unapendekeza hii clause 5 iwe deleted. Tulikuwa tunapendekeza hii clause ya 5 ifutwe. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, kifungu cha 5 kilikuwa ni kile ambacho kinapendekeza marekebisho ya kifungu cha 69 cha sheria ya Benki Kuu ambacho tulikubaliana na maoni ya kamati na nafikiri yanaendana vile vile na maoni ya Mheshimiwa Ado. Kwa hiyo na sisi tulikubali kwamba hichi kifutwe.